Sasa hivi nimeingia live kurasa wangu wa Facebook kwa jina la Potence Peter Kajuna, Potence Kajuna. Ukiingia hapo utaniona na moja kwa moja, kwa sababu najua kuna ambao wanatamani angalau uweze tu angalau kuonana. Sasa kupitia, unajua sasa hivi teknolojia imerahisisha sana. Kabisa. Kwa hiyo ukiingia hapo kwa search tu Potence Kajuna utaniona. Sasa hivi niko live nikiwa hapa Mjengoni 88.4 Ruangwa FM. Kwa sasa nitafanya maombi alafu tuweze kuanza kushirikishana ujumbe huu wa leo, ambapo kimsingi huu ni ujumbe wa kupeana angalau namna ya kuenenda katika mwaka 2025. Na mimi nikiwa nimepata kibali kabisa cha kuzungumza na watu wa thamani, watu wazuri, watu wapendwa kutoka Ruangwa, Lindi, na Chingwea, uko Ndanda, maeneo mengine mengi. Na kupitia kwenye Facebook hapa live, watu walioko duniani, ulimwengu mzima wataweza kusikia na kupata angalau sehemu ya haya mafundisho ambayo nakwenda kuyasema. Itakuwa ni salamu za msingi sana za mwaka huu 2025. Kwa hiyo nitaomba wale ambao wanapenda hata kuandika, wanaweza kuchukua peni na daftari huko aliko, wanaanza angalau kuandika ya mambo, kwa sababu ni ya msingi sana tutakapoyafuata ndani ya mwaka 2025. Naomba sasa nikimshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Ninakushukuru Mungu Baba, Mungu wangu, muumba mbingu na nchi, Mungu ambaye unatenda matendo mazuri, matendo ya ajabu, matendo ya kushangaza katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya baraka ya pekee na siku ambayo Mungu umeweza kunipa kuweza kufika mahali hapa Bwana, wakati huu na katika kipindi kizuri. Mungu liye hai, naomba ukawe nasi katika kipindi cha neno, tunapokwenda kushirikishana pamoja na ndugu zangu, marafiki zangu na wapendwa na watumishi na kanisa lako hapa duniani. Ni katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Kwa hiyo tutakuwa tuna ujumbe kama nilivyosema leo hii ambao una kichwa kinachosema mambo yatakayo kufanya ufanikiwe mwaka huu 2025. Mambo yatakayo kufanya ufanikiwe mwaka 2025. Azungumza na kanisa na watumishi wenzangu na watu wa Mungu wapendwa kabisa, watu ambao wameokoka na wengine wengi, jamii yote, watu wote wa Mungu ambao Mungu amewaumba. Ujumbe ni kwa ajili ya watu wote. Kila mtu ana haki ya kusikiliza neno hili zuri la msingi ambalo kila mwanadamu ambaye anasikia kilifuata mwaka huu 2025 ataona matokeo makubwa katika maisha yake. Mara nyingi watu tunaishi kimazoea, tunaishi bila kufuata kanuni na taratibu. Mara nyingi watu tunaishi kiolela bila kufuata kanuni za msingi, lakini Mungu alipotuumba alituumba tufate kanuni ili tuweze kupata mafanikio. Zipo kanuni za kufuata ili kuweza kufanikiwa hapa duniani. Watu wa Mungu wana kanuni za kufuata, lakini pia hata wale ambao wanaabudu miungu na mashetani na mapepo na kadhalika, na wenyewe wanazo kanuni zao wanaozifuata. Kwa kila upande una kanuni za kuzifuata. Sasa hizi kanuni zinawahusu watu wote ambao wanatamani kuwa upande wa Mungu Baba, Mungu muumba mbingu na nchi. Kwa hiyo mambo haya ambayo yatakusababisha ufanikiwe kwa mwaka huu mpya, na leo ni Jumapili ya kwanza ya mwaka 2025. Kwako msikilizaji, itakuwa ni jambo la baraka utakapoyazingatia haya na ukatembea nayo. Njoo hapo ambao wanataka kutazama sasa hivi Facebook live, tafuta Potence Kajuna. Utaona kipindi kile kimeshaanza na kuna watu wameshaanza kujoin kusikiliza. Sasa naanza kuyataja mambo yenyewe hayo ambayo ni ya msingi. Jambo la kwanza ambayo inabidi tulifuate watu wa Mungu wote, jambo la kwanza la kuzingatia ni utakatifu. Ni utakatifu na tunda la Roho Mtakatifu. Utakatifu na tunda la Roho Mtakatifu. Hiyo ni jambo la msingi sana kwa watu wa Mungu ambaye anataka afanikiwe, sio kimazoea, hapana. Ili ufuate kanuni ambazo zitampendeza Mungu. Uwe mtakatifu
na uliishi tunda la Roho Mtakatifu. Bila shaka neno utakatifu sio geni miongoni mwetu, lakini pia tunda la Roho Mtakatifu sio kitu kigeni pia, kwa sababu Wagalatia amesema kuhusiana na habari ya tunda la Roho. Anaposema pale anasema ile 16 kwanza, Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Kama hapo mtu wa Mungu unaweza kuwa na Biblia tukaangalia angalau kwanza kuhusu hilo tunda la Roho Mtakatifu. Anzia Wagalatia ngapi? Sura ya 5 anzia mstari wa 16. Mstari wa 16. Ndio. Yes, wana Galatia sura ya 16. Sura ya 5. Sura ya 5 mstari wa 16. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitizama kamwe. Hamtazitimiza. Tamaa za mwili. Hamtazitimiza. Ya tamaa za mwili. Hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Mstari wa 16. 17, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho hamko chini ya sheria. Mstari wa 18. Ndio. 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi. Endelea. Mstari wa 20, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ndio. 22 sasa. 22, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amina. Kwa sasa hapo unaona tunda la Roho ambalo sasa mtumishi wa Mungu Paulo mtume anawaandikia Wagalatia, anawaambia kwa habari, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Alafu anataja matendo ya mwili ni dhahiri, ambayo ameyataja pale. Matendo ya mwili dhahiri ameyataja, ambao kuna uasherati, kuna uzinzi, kuna ufisadi, kuna ugomvi, kuna fitina, kuna uzushi, kuna faraka. Haya ni matendo ya mwilini, ambao mtu akiyaishi haya matendo hawezi kufanikiwa. Mtu ambaye anaishi matendo haya mwilini hawezi akafanikiwa, na hata kama atafanikiwa, basi mafanikio yake hayana baraka za Mungu aliye hai. Atafanikiwa tu kutokana na nguvu au madhabahu nyingine ambazo zinahusika na shetani. Lakini kwa Mungu wetu, mafanikio halisi, mtu aweze kufanikiwa, aliishi tunda la Roho Mtakatifu. Yaani tunda la Roho ndio ile la mstari 22 nasisitiza hapo. Anasema lakini tunda la Roho, ina maana ni Roho Mtakatifu, ni upendo. Kwa hiyo mwaka 2025 ili uweze kufanikiwa, ndugu unanisikiliza, uwe ni mtu mwenye upendo. Jipende mwenyewe, mpende, kwa sababu anasema uweze kusema unampenda Mungu wakati unamchukia jirani yako. Uweze kusema unampenda Mungu wakati unamchukia rafiki yako na ndugu yako unamchukia, alafu unasema unampenda Mungu. Huo utakuwa ni uongo. Kwa hiyo kwanza uifuate hiyo kanuni. Umpende kwanza jirani yako kama nafsi yako. Ndio maana anasema hivyo. Ukimpenda ndugu yako na jirani yako na mpendwa mwenzako na rafiki yako kama nafsi yako, hapo ndio unaweza kusema sasa naweza kampenda Mungu. Wewe sema unampenda Mungu usiyemuona wakati unamchukia jirani yako, au mwazii mema, una ugomvi, una fitina, una faraka na yeye, una uzushi na yeye, unamsingizia, una vitu vingi vya ajabu ajabu, una matukano na ugomvi, uasherati na uzinzi. Naona kwa sababu ukimpenda mwenzako, ndugu yako, uwezi ukatenda naye dhambi, ukafanya dhambi kwa sababu unampenda. Kwa kitu kikubwa ni kuwa na upendo mwaka huu. Jitahidi kupenda. Penda sana kadri iwezekanavyo, utafanikiwa. Lakini pia anasema ni furaha. Ishi maisha ya furaha. Furahi tu. Furaha ni tunda la Roho Mtakatifu. Watu wanapenda kuishi maisha ya mahuzuniko na masikitiko na kulia wao wenyewe kipindi chote. Lakini jiachie kwa Bwana, uishi maisha ya furaha. Kama mwaka jana uliishi na huzuni nyingi, mwaka huu badilisha.
ishi maisha ya furaha. Watu wanasema furaha jipe mwenyewe. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, jipe furaha mwenyewe. Usisubiri kupewa. Jipe furaha. Mwabudu Mungu, msifu Mungu, mtukuze Mungu, ishi maisha ya furaha. Alafu pia uwe na amani, uwe na uvumilivu. Jitahidi uwe na uvumilivu. Uwe na amani na watu wote. Jitahidi kutafuta amani na watu wote. Usiishi na chuki na mtu yote yule. Mtu ambaye amekufanyia lolote lile, wewe msamehe, uwe na amani na yeye. Tafuta amani kadri inavyowezekanika na uwe utakatifu. Uwe ni mtu mwenye utu wema, mtu mwenye fadhili, uwe ni mwaminifu, uwe ni mpole na uwe na kiasi, kwa maana ya self control. Hiyo ndio kiasi. Ukiishi kwa kufuata ili tunda la Roho, mwaka huu 2025 una maana utakuwa unaishi maisha ya rohoni. Maana ndio msingi. Hii ndio tunda la Roho. Mtu akiliishi hili anakuwa ameishi maisha ya rohoni na ya uchaji. Hapo utakuwa umepukana na dhambi. Na utakatifu huo sasa, ambao kwa utakatifu hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa mtakatifu. Kwa hiyo na utakatifu na maana ni kukaa mbali na mambo mabaya na matendo ya mwilini. Madhambi yote nikiweka kando kando. Mwaka jana kama tulikosea au kama ulitenda dhambi na maasi mengi, unayaacha, unageuka, unatazama, unaenda mbele. Sasa mwaka huu unarekebisha kila kitu, unamtukuza Mungu kwa matendo mazuri. Sasa hiyo ni kanuni ya kwanza, utakatifu na tunda la nini? La Roho. Kanuni ya pili, ili uweze kufanikiwa ya kuifuata, uhakikisha kwamba unapenda kuwa mtu wa ibada. Kuwa mtu wa ibada. Kuwa mtu wa ibada. Kuna watu ambao ibada hawapendi, wanakwepa ibada. Kwenda ni nadra. Yaani kanisani anakwenda kwenye matukio labda mwaka mpya na Christmas na Pasaka, ndio anaenda kanisani. Kinyume na hapo haendi. Yani kwa mwaka anaenda mara mbili tu. Mara mbili. Yani Pasaka na Christmas. Maana mwaka mpya sasa ni mwaka mwingine. Maana matukio matatu tu. Hatari. Hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo uwe ni mtu wa ibada. Penda kanisa lako, penda kusali. Sasa Mungu anapatikana hapo nyumba ya kuabudu. Ndio Mungu anapatikana maeneo yote tukatai, lakini kuna mahali maalum ambapo tumepatana, tunakutana hapo na Mungu anatungojea hapo. Kwa hiyo nenda kanisani, uwe mtu wa kusali. Sio mtu unakuwa unakwepa ibada au ibada zako ni za nadra tu au mpaka ujisikie kusali. Usiende kwa kujisikia. Usiende kwa kufuata hisia ya mwili. Nenda kwa kufuata Roho, sababu Roho inatamani ibada muda wote. Kwa hiyo nenda ibadani kadri inavyowezekana. Wakati wote ibada zote zinapangwa. Kwetu sisi wa Pentecoste tuna ibada zaidi ya moja. Tuna ibada katikati za wiki, tunakuwepo ibada na Jumapili. Wengine na Jumapili moja wanakuwa na ibada mbili, wengine na ibada kadhaa. Kwa hiyo wewe uwe ni mtu wa ibada, mtu wa kukesha, mikesha ya usiku ya maombi. Unaenda ibada zote. Uwe mwaminifu kwenye ibada. Na neno la Mungu linatupa wakati huo kwenye ile wa Ibrania sura ya 10 mstari 25, ambapo anasema wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Tusiache kukusanyika pamoja. Kwa hiyo ni muhimu tukusanyike kanisani, kwenye nyumba za ibada, tunamsifu Mungu, tunamwabudu Mungu na tunaomba. Yaani kanisani inaweza kufanisha na gari ambayo inapita sheli kuweka mafuta. Gari lazima iende sheli kuweka mafuta. Sasa kama wewe upiti kanisani, ina maana huna mafuta, hauko hai. Unakuwa unaishi, unakuwa na jina la kuwa hai, lakini kimsingi umekufa. Gari siku ingia sheli lazima izime. Haiwezi katembea. Kwa hiyo mwaka 2025 Mungu amekuweka, ndugu unanisikiliza, nenda ibadani. Hata leo nenda kanisani. Usiache kusali. Katikati ya wiki kuna ibada zimepangwa. Nenda kanisani. Sisi kanisani tunakutana, kanisa letu la Betheli Tabernacle. Tunakutana siku ya Jumatatu saa 1, Jumanne saa 1, Jumatano saa 1. Ratiba za maombi hizo kila siku na kusoma Biblia Jumatatu, Jumanne. Na tumefungua mwaka huu 2025 unaona kwa maombi, na tunakutana Jumatatu kusoma Biblia, Jumanne, Jumatano na Ijumaa kwenye mkesha na Jumapili baada. Kwa hiyo tunakutana siku nyingi zaidi katikati ya wiki. Kwa hiyo tuwe watu wa ibada tuweze kufanikiwa. Hilo ni jambo la msingi. Jambo la tatu, leo naita salamu tu za maandalizi ya mwaka mpya.
tuishi na salamu hizi tunaishi nazo tuzifuate mwaka mzima. Jambo la tatu, kuomba sana kwa bidii zote. Yaani tuombe, tusiwe wavivu kuomba kwa bidii zote. Mtume Paulo anasema kwa sala zote na maombi mkisali na kukesha. Kwa hiyo tujitahidi, hata kama tuna ratiba nyingi makazini, ratiba za mashambani, ratiba za kwenye kufuga, ratiba za ujasiriamali, na tumebanwa kweli, lakini lazima tupate muda wa maombi. Na maombi ni yale maombi binafsi. Yaani mtu anatamani uombe bila kuambiwa na mtu. Unajua kwenye maombi yako ya kufunga, kila wiki unakuwa na siku za kufunga au na siku ya kufunga. Vile ambavyo utaona unaweza kutembea, unakuwa na siku yako ya kufunga kwa ajili ya maombi. Yaani unaitenga maalum kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Kufunga ni ishara ya unyenyekevu. Ni ishara kusema jamani, sasa hapa mimi siwezi, najishusha kwa Mungu, Mungu anisaidie. Sasa kwa sababu haiwezekani ukawa mtu unakula mwaka mzima, unakula wiki nzima. Hapana, mwili hauna shukrani. Hauna shukrani. Ungekuwa na shukrani tungekuwa tuli tena. Tujipata tuli tena. Unakula mara moja unakaa wiki. Unakaa wiki. Lakini haiwezekani. Haiwezekani. Mwili ni kila siku, asubuhi, mchana, jioni. Milo 3 kwa siku au milo 2. Sasa kwa kweli hiyo ratiba kwa mwaka mzima, mwili hauna shukrani. Tujitahidi, tunafunga, tunaacha kula. Tunafunga, tunaacha. Kufunga tafsiri yake ni kuacha. Yaani unafunga mambo haya mengine unaweka kando. Unajibakiza wakfu kwa ajili ya Mungu peke yake. Unaomba, unatafakari Biblia na la Mungu. Unajiombea mwenyewe, unaombea familia yako, unaombea mchungaji wako, unaombea kanisa, unaombea taifa la Tanzania, unaombea viongozi wetu. Ndio hivyo. Sasa ukitaka ufanikiwe, omba sana. Kuwa mwana maombi kweli. Na maanisha kusema hivyo. Yaani kuwa mwana maombi kindaki kweli. Yaani sio kuhimizwa, wewe mwenyewe tu unajisikia kusukuma kwenye maombi. Unaomba sio chini ya lisaa. Yesu akamwambia wanafunzi wake, mmeshinda kukesha nami hata lisali moja. Kwa muda unaopata angalau hata lisali zima unatulia nalo kwenye maombi. Na andiko ambalo tukalipata hapa ni la kutoka Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, ambapo anasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Nifungulie Luka sura ya 18 sasa. Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa kwanza. Luka mtakatifu sura ya 18. Ndiyo, mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anatuambia akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Anasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Nipatie haki na adui wangu. Huyo mjane anamwendea hakimu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, japokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Nafikiri atosha hapo. Sasa huu ni mfano ambao Yesu Kristo akiwa duniani anawaambia wanafunzi wake. Anazungumza nao hapo, ni mazungumzo ya kawaida. Anawaambia jamani, imewapasa kumomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Yaani wala tusivunjike moyo. Kwa tamaa maana yake ni kustop, ni kuacha, kuzimia moyo. Lakini anasema imetupasa kuomba siku zote, every day, always. Yaani kila wakati, kila siku zote. Yaani uombi Jumatatu naacha, anasema ni kila siku naomba. Mtu wa Mungu lazima ombe kila siku, hata kama unafanya kazi. Unaomba, hata kama unatembea barabarani. Unaweza kuwa unatembea unafanya maombi moyoni mwako. Mimi huwa nasafiri kwenye gari niko naomba. Natembea barabarani, ndani ya moyo wangu ninaomba. Naomba. Na watu wanafikiri kuomba lazima upaze sana. Hapana. Hata kawaida. Hata kawaida. Unaomba Mungu. Hata kawaida tu unaomba. Maana ukiwaambia kwenye basi unajua wewe kutoka dadi kule ni
naomba tu moyoni mwangu. Mungu anasikia maombi yangu, lakini najua kwamba huu ni wakati wangu wa kuomba. Nina muda maalum ambao nautenga kwamba hapa sasa nazungumza na Mungu. Kwa hiyo unafanya hivyo. Anasema kulikuwa kuna kadhi mmoja na mjane. Huyu kadhi ni hakimu. Na huyu mjane sasa alikuwa anamwendea mara kwa mara. Anasema naomba nipatie haki na adui yangu, nipatie haki na mshtaki wangu. Yule hakimu akawa anamchelewesha ampi. Hasa yule mjane akazidi kuja, anakuja anamwendea kila wakati. Yule hakimu akasema hapana sasa. Hii imenichosha. Huyu mtu amezidi kunijia kila siku. Ndio mfano Yesu ambao tumesoma Luka 18 hiyo. Akasema amezidi kunijia. Kwa vyote vile sasa nimpatie haki yake, ili asizidi kunisumbua. Anaweza kanijia daima, daima ni milele. Akasema no, hebu nimpe tu haki yake. Akampa. Ndio Yesu anasema pale, je, si zaidi Baba yenu wa mbinguni mkimuomba yeye hata wasikia? Mkimuomba hata wapa vipawa? Mkimuomba hata wapa Roho Mtakatifu? Mkimuomba hata wapa mahitaji yenu? Tukiomba tunapata mahitaji. Ndio maana Wathesalonike wa kwanza 5:16 anasema ombeni bila kukoma. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia kama mimi na wewe, mwanadamu wa kawaida. Maandiko yanasema kwamba aliomba kwa bidii mvua isinyeshe kwa miaka 3.5 na mvua ikunyesha. Leo ukifanya hivyo watu watakuchukuliaje? Watasema jamani mwanga. Kiongozi leo hii watu watategemea mvua, ukisema niombe mvua isinyeshe. Isinyeshe itakuwaje? Watakuja kukusalimia nyumbani. Ni kweli. Lakini alikuwa ni mwanadamu tena kufunga. Akamwambia Bwana sasa mvua inyeshe. Kwa neno lake mvua ikanyesha kwa maombi tu. Kwa hiyo unagundua vitu vingi watu tunakuwa tunafeli na tuvipati kwa sababu hatuombi. Ila ukiomba unapata haki yako, unapata mahitaji yako. Mambo ni mengi magumu, changamoto za maisha ni nyingi, shida ni nyingi, kero ni nyingi, tabu ni nyingi. Mambo ni mengi kweli kweli hapa duniani. Ili tuweze kupata unafuu na ahueni na uponyaji wa moja kwa moja, ni muhimu tukawa watu wa maombi. Kwa tuombe kazi zetu, ombea biashara yako. Usikurupuke tu unaenda kazini, omba. Umefika ofisini, omba. Umefungua genge lako, omba. Duka lako, supermarket yako, omba kwanza, ili mkuu na Mungu we na wewe. Mwaka huu 25 ukifanya hivyo, ukawa ni mtu wa maombi, utafanikiwa kweli kweli. Na kila mtu atasema huyu mtu ana nini? Kumbe ni maombi. Ili uweze kufanikiwa mwaka 2025, uwe ni mtu mwenye kusoma neno la Mungu kwa bidii zote. Nakupa mambo ya msingi sana. Mambo ya msingi sana. Kusoma Biblia kwa bidii zote. Na hatutakuwa na kisingizio baadaye, kwa sababu sasa hivi neno la Mungu limetapakaa. Limetapakaa. Kwenye hizi simu kubwa za smartphone, simu janja, unaweza kudownload hata Biblia. Una ujanja. Device zote unazotembea. Biblia unaipakua au kudownload. Inaingia kwenye simu yako. Unaisoma. Unaweza sina umepata fedha ya kununua simu ya 300,000, 1,500,000, ya milioni 1. Unatumia iPhone. Unatumia unashindwa kuingiza Biblia. Au unashindwa hata kununua Biblia shilingi hii hard copy ya shilingi 15,000 tu, 20,000. Biblia zipo. Lakini kama unaweza kununua simu hata 100,000, Biblia zani kama inakushinda. Haikushindi. Sio rahisi. Yaani kikushinda na kitabu cha nyimbo pia basi. Tumeshakupoteza 25. Kabisa. Kwa hiyo 25 umesoma vizuri sana. 25 nunua Biblia. Nunua kitabu cha Mungu. Ukikaa free time pale unapitia tafakari neno dakika 2-3. Ndio. Na familia yako unakuwa na Biblia yako, unakuwa unasoma. Kwa hiyo uwe na Biblia. Nunua Biblia kama hauna, pata Biblia. Alafu kama umeshindwa kabisa una simu kubwa, nitawapatia watu pale, unapata kwenye Play Store. Unapata Biblia yako ambayo sasa unakuwa unaisoma kila itwapo leo. Neno la Mungu ni chakula, neno la Mungu ni taa, ni mwanga, ni kiongozi. Neno la Mungu linatupa dira, neno la Mungu linatupa ushindi, neno la Mungu linatupa nguvu, linatupa uhai. Neno la Mungu ndio kila kitu. Yesu Kristo alimshinda yule shetani ibilisi pale kwenye majaribu, ile pale nyikani, akiwa kwenye maombi siku 40 alipomfuata shetani kumjaribu, alimshinda kwa neno. Uwezi kumshinda shetani, uwezi kushinda dhambi hivi. Uwe na neno. Uwezi kushinda ulimwengu bila kuwa na neno. Lazima ulijue neno la Mungu. Kwa soma neno, liingize moyoni na uliishi neno la Mungu.
Usilisome tu likaisha kusoma, haitasaidia. Yaani kusoma na hivi haisaidii. Usome na ulitendee kazi. Vile mama Mungu anayoyazuia tusiyafanye mabaya, unahakikisha kama mabaya yote siyafanyi. Kwa sababu neno la Mungu limezuia na limeruhusu mema. Yale mema ndio tunayoyafuata. Hapo uwe na uhakika 25 utakuwa umetembea na baraka na neema na kibali na upenyo. Upenyo na mafanikio tele kwa tele ambayo hayatazuiliwa na mtu yote. Hizi kanuni tukizifuata sisi wote, watumishi, washirika, wanadamu, wote tukifuata kanuni hizi, mafanikio yanakuja yenyewe. Neno la mtumishi wa Mungu Daudi linathibitika kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 23 inathibitika hapo. Na anasema hakika wema wa Bwana na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu. Neno hilo litatimia, unaona, kwa kufuata hizi kanuni. Kwa hiyo soma neno la Mungu. Hata kama unasikia uvivu, kemea hiyo roho ya uvivu. Weka pembeni uvivu. Chukua Biblia. Na kuna Biblia za sauti. Mimi simu yangu hapa na application ya sauti kabisa. Hapo unaweza kuwa naweka Biblia inasoma yenyewe. Wewe unasikiliza. Unakuwa na utulivu tu. Unavata kama foni. Unasikiza lile neno linavyokuwa linaongea. Linakuwa linaingia moyoni mwako. Kumtolea Mungu kwa uaminifu. Kumtolea Mungu kwa nini? Kwa uaminifu. Tukizungumza kuhusu kumtolea Mungu, watu wengi wanasema wachungaji hawa wa matapeli au wachungaji wapigaji hawa. No. Kumtolea Mungu ni kanuni ya kimungu. Mungu ndio asili ya utoaji. Kwani ulimwengu umetoka wapi? Mungu ametupa ulimwengu, ametoa. Angeamua asingeumba hata ulimwengu na sisi tusingekuwepo. Lakini hebu ona, ametufundisha kwenye Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Ule ni utoaji. Mungu akatoa, unaona, ulimwengu akatupa. Na akaona, akatengeneza kila kitu kwenye ulimwengu. Akaona sasa ulimwengu unaishije bila kuwa na binadamu. Na sisi akatutoa, akatuumba. Huo ni utoaji. Utoaji mkubwa sana. Haikutosheleza, akamtoa Yesu Kristo, amekufa kwa ajili yetu sisi. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee. Unaona? Hata akamtoa mwanae pekee, Yesu Kristo. Sasa tumepewa na Yesu Kristo, kwa Mungu amemtoa. Sasa utoaji ni kitu kikubwa, ni kanuni ya msingi. Ibrahim baba yetu wa imani alienda akamtoa mwanae Isaka. Anamtoa na Mungu anampima pale, ajue kweli Ibrahim ananitii. Kwa sababu utoaji ni Mungu anataka ajue mtu ananipenda, ni mtiifu, anaamini mimi ndo ninayemfanikisha. Unapata milioni unatoa 200. Unapata milioni. Ndio utoaji tunaosema huko. Ndugu yangu, hata 10% tu unashinda kuitoa kwenye. 10% ambayo sasa hii 10% ndio tunasema ni zaka. Yani tunachukua tu yani mfano mdogo na mwepesi. Sababu unaweza kuwa unasema kutoa, na mtu anasema sasa watu wamejaribu mpaka kutoa watoto wao kama Ibrahim alivyosema. Yes. Leo hii nani anaweza akafanya? Ni ngumu. Ni ngumu sana. Ni ngumu. Kwa hiyo tu na moyo wa kutoa. Moyo wa kutoa. 25 kuwa mtoaji. Wewe toa tu. Yaani kwenye kutoa, mpendwa wangu, wewe nisikiliza ndugu yangu, usizuiliwe na mwanadamu yote. Asipo mtu akuzuia kuwa na moyo wa utoaji. Kwa sababu ni moyo wa Mungu mwenyewe. Wewe toa. Sadaka kanisani kwako. Toa. Toa kweli kweli. Yaani wewe mtoaji. Sadaka toa kwa uaminifu. Tena bila kubania. We toa kwa Bwana. Usichungulie, toa tu. Ukitoa unabarikiwa. Na ile kauli huwa tunaitumia sana. Samani nimekuingilia hapo. Huwa tunaweza tukaspendi sana. Ndio. Lakini ikifika kwenye kutoa sadaka tunakuwa wavivu sana. Weekend nimeweza bwana nimekunywa milioni. Lakini ukienda kwenye nyumba ya Mungu unaenda na 500, 1000. Yaani sio kitu kizuri. Ndio ni kweli sadaka inapokelewa, lakini hapana. Moyo mwingine tofauti kabisa. 2025 sasa ndio tumepeana misingi kwamba tubadilike, tumtolee Mungu sadaka nzuri. Unaona maandiko yanasema Nuhu alimtolea Mungu sadaka iliyonona. Unaona, nzuri, yenye harufu nzuri ya kupendeza. Tusimtolee Mungu sadaka kilema.
yani kitu cha ambacho ni dhaifu kitaki unakitaka, sema sasa paka kuku na kideli huyu ngoja nimpeleke kanisani kwa sababu anakaribia kufa. Hiyo sadaka kimsingi watu hawajajua kimsingi sadaka hiyo Mungu haipokei. Unajitoa tu kujifurahisha hapo. Lakini Mungu apokee sadaka kilema, kiwete, sadaka ambazo yani ni vitu vya ziada kwako. Yani unasema hii ni ya ziada, sihitaji, ngoja nipeleke. Mungu anataka utoe kile ambacho unajua hiki ni cha thamani kwangu. Pengine kingefaa kwa ajili ya chakula cha mwanangu, kingefaa kwa ajili ya ada ya shule, kingefaa kwa ajili ya kulima, kingefaa kwa ajili ya kununua madawa ya kulima, au kingefaa kwa ajili ya biashara yangu niingize mzigo China uje. Unasema sasa katika hiki namtolea Mungu hapa sadaka. Au namtolea Mungu zaka. Zaka huwa ni 10% ya mapato yetu. Au 10% ya mshahara. Sasa kuna mwaka huu jifunze kutoa hata zaka nyumbani kwako. Mimi nakufundisha kweli ya Mungu. Usiwe kama Abel na Kaini. Nafikiri Abel na Kaini ndio wanachungulia sana. Anachungulia sana kwa moyo wa kweli. Na ndio maana mwisho unaenda juu moja kwa moja. Kaini akawa anabania. Kaini anachungulia, huyu katoa ng'ombe amenona. Ngoja nitoe kadogo. Unaona sasa mwisho wa siku unaona hakutoa kilicho chema. Unaona Mungu anamwambia hivi, we Kaini, mbona unakasirika kwa sababu ya ndugu yako huyu? Kwa nini unafanya hivyo? Mwenzako ametoa kwa vizuri. Ametoa, ameangalia kitu cha thamani. Lakini wewe umetoa hiyo kitu gani? Kwa hiki mimi ukitenda vema utapata kibali, anaambiwa hivyo Kaini. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa wasikilizaji wote, ndugu zangu Facebook ambao mnafuata kipindi hiki, tuwe na moyo wa kutoa. Ni moyo wa Mungu. Ukiwa mtoaji wewe tayari huo ni moyo wa Mungu. Toa zaka. Zaka ni 10% tu ya mapato yako. Sasa mtu kama unapata 100,000, unashindwa kutoa shilingi 10,000. Yaani 100% yote 100 unaitumia wewe. Unaitumia wewe. Yesu Kristo hakuzuia watu watoe zaka. Hakuzuia. Kuna watu wanasema Yesu Kristo alipiga marufuku zaka. Agano Jipya alikuzungumzia zaka. Sio kweli. Ukisoma Biblia Agano Jipya, unaona kitabu cha Luka Mtakatifu au kama sijachanganya Mathayo Mtakatifu, kuna mahali anazungumza. Anasema hivi, ninyi mmekalia kutoa zaka za mnanaa na mchicha na mboga na vitu vingine, lakini mmeacha mambo ya adili. Yesu anaambia wanafunzi wake, Mafarisayo, mmeacha mambo ya adili. Mambo ya adili ni yapi? Upendo, tumaini. Anataja vitu vya msingi ambavyo ni mambo ya adili mbele za Mungu, kama mpende ndugu yako, usimuue ndugu yako. Mmeacha upendo lakini mnatoa tu zaka. Akasema hivi, imewapasa kufanyaje? Anasema imewapasa ndio kufanya hivyo, msiache. Fanyeni na hayo, lakini na hayo msiache, pamoja na kumpenda mwenzako, pamoja na kuwa na imani, na pamoja na kuwa na tumaini, na kadhalika na kadhalika. Msiache kutoa zaka. Anasema lakini na hayo msiache. Zingatia mstari. Lakini na hayo msiache yapi? Ya kutoa zaka. Kwa Yesu Kristo anaonyesha kwenye Agano Jipya kwamba zaka ipo. Kwa hiyo mtolee Mungu hata zaka kanisani kwako. Inawezekana mchungaji wako anaishi maisha magumu ya namna hiyo, hamna chakula cha kutosha. Anasema toeni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula cha kutosha kwenye nyumba yangu. Hasa kwa nini unakuwa mchoyo? Watu wachoyo hawafanikiwi. Wewe mwanadamu umeumbwa na Mungu, toa tu, ni moyo wa Mungu. Mpe Mungu. Kutoa ni moyo. Kutoa ni moyo, sio tajiri. Unapotoa unakuwa unashiriki na Mungu mwenyewe. Mungu ni mtoaji mpendwa. Toa tu. Yaani usijilazimishe, moyo ukaumia, moyo ukawaza, unagugumia. Kutoa tu. Unaumia nini kwenye kutoa? Toa tu. Yaani wewe, anasema kitabu cha Matendo ya Mitume ile, anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. It's better to give than to receive. Toa tu, mpe Bwana. Na ukitoa useme nimempa mchungaji, no. Au nimempa rafiki yangu. Unaposaidia watu useme nimemsaidia mtu, nimempa Mungu. Mungu ndiye anayepokea. Na ukitaka uhakika wa hili, kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio. Tungesoma kama tungekuwa na muda. Kornelio alikuwa ni mtoaji. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Kornelio alikuwa ni mtoaji na muombaji. Neno la Mungu linasema hivi, Kornelio anaambiwa kwamba sadaka zako na maombi yako yamefika mbinguni. Ina maana kumbe tukitoa sadaka,
Mungu anaona na anaweka kuhukumu. Sasa sadaka wewe toa, useme nimempa fulani, no, nimempa Mungu. Sasa Mungu yupo, tunaamini. Mtu anambia mimi Mungu yupo, wewe ni yeye mwenyewe. Lakini tunaamini Mungu yupo. Ndio anayetupa uzima, anatupa kuishi, na kama ametupa vitu vyote hivi, dhahabu, ametupa fedha, ametupa biashara, ametupa nini, watoto, tusimtolee kwa sababu gani? Tunamtolea Mungu, wala hakuna wa kutuzuia. Kwa hiyo 2025 ili ufanikiwe, ndugu msikilizaji, uwe na tabia ya kutoa michango, hata ya kanisani, sadaka, zaka na kila aina ya matoleo. Bariki hata watumishi wa Mungu. Utamwona Mungu kweli kweli kwa vipimo visivyopimika. Kwa hiyo ni kanuni ya msingi sana. Kila anayetoa ufanikiwa. Kila anayetoa Mungu muinua. Kila anayetoa Mungu mtajirisha. Na anakuwa anaweka hazina mbinguni. Anasema hivi, wekeni hazina mbinguni, mahali ambapo hakuna mwizi, hakuna wevi wala wanyang'anyi. Duniani huku unaweka hazina tu. Unaona? Unajitunzia, lakini kuna wevi na wanyang'anyi. Unashangaa umetunza kamioni 10 kwa 20, kamioni 5 kanaibiwa kote. Kumbe unawatunzia. Unawatunzia. Sasa sijazio kama tusiweke akiba duniani. Tunza, weka fedha yako, ni kweli. Lakini kuna mali pa mbinguni huko una akiba yoyote? Unaweza kuwa unaweka tu hapa duniani, kuna hata benki wana mabilioni ya fedha, millions of money, trillions of money. Lakini mbinguni una hata senti. Hujaweka akiba mbinguni. Na unaweka akiba mbinguni niko kusaidia watu, kwa kutoa, kuwapa wajane, yatima, kuwasaidia. Unaona? Mtu ana chakula, mpe chakula. Kuna watu wachoyo hadi kutoa chakula nyumbani. Hata majirani kopa chakula mtu hawezi kutoa. Mtu yuko radhi kumwaga. Mtu anamwaga chakula Yaani anakula na majirani anajua ana uhitaji lakini bado anamwaga. Una nguo, una mavazi, gawa watu nguo. Ni kosa kubwa sana. Kosa kubwa. Kosa kubwa sana. Kwa kanuni hizi zitakusaidia. Toa chakula, toa fedha, toa mali zako, toa viwanja. Toa gari, toa pikipiki, toa chochote kile. Mungu atakulipa siku moja. Kwa hiyo ili ufanikiwe 25 mwaka huu mpya ambao tumeanza leo, Jumapili ya kwanza kabisa. Hizi ni kanuni tukizifuata wote sisi wachungaji, mitume, manabii, wote watumishi wa Mungu, na washirika wetu na watu ambao tunawaongoza, mafanikio tunayaona tele kwa tele. Sasa na watu wanasemaga labda wanaotoa ni washirika peke yake au waumini peke yake. No, hadi wachungaji. Mimi ni mchungaji lakini ni mtoaji. Mimi ni mchungaji lakini ni mtoaji. Na ni mtoaji tu, sio kwa maana ya utoaji sio na magana, lakini natoa hata kuwasaidia. Unaona, kuwasaidia washirika, waumini, kusaidia watu pembeni. Unafanya ndio kazi ambayo tumeitiwa hiyo. Ndio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni kutoa, kuwasaidia watu wasiojiweza, wenye mahitaji mbalimbali. Kwa kadri Mungu anavyokujalia unafanya. Kutoa ni nini? Kutoa ni moyo, wala sio tajiri. Kutoa ni moyo, sio tajiri. Sio tajiri, yes. Kwa hiyo kanuni hiyo ni ya msingi. Kanuni nyingine, kwa sababu ya muda tunaelekea mwishoni, na kuna muda ambao nimepewa hapa kufuata, hiyo ni ya kutoa. Matendo ya Mitume 20:35. Unaweza kaandika hiyo, msikilizaji unayesikiliza, ni kuhusu kutoa. Kanuni ya 6 ni kufanya kazi kwa bidii sana ili ufanikiwe 25. Fanya kazi kwa bidii. Wanadamu wengi asilimia kubwa ni wavivu. Ni wavivu, yani wanadamu sisi ni wavivu. By nature. Ni wavivu. Na uvivu unatoka kwa shetani. Hautokani na Mungu. Mungu wetu sio mvivu. Mungu kwanza asinzii wala halali. Yeye anakesha. Anakesha kutusikiza tunaoomba. Kutuhakikisha anatupa uzima. Akilala ina maana hakuna uhai. Mungu halali wala asinzii. Ametushikilia hivi muda wote. Muda wote ametushikilia. Mungu ni mchapakazi. Anafanya kazi. Na sisi watoto wa Mungu, wana wa Mungu, tufanye kazi kwa bidii sana. Kufanya kazi ni kanuni ya Mungu wa mbinguni. Fanya kazi kwa bidii. Jitume, wewe ni mkulima, lima kweli kweli. Unalima lakini uko na Mungu. Unafanya kazi, unafanya biashara, unafanya nini lakini uko na Mungu. Hiyo kazi yako unaifanya kwa bidii sana. Sio kiuzembe.
biashara. Naona watu wengi wanapenda hata kufungua maduka kuchelewa, saa 3, saa 4. Huwezi kufungua muda huo. Muda huo bado watu, kuna baadhi wale wengine mpaka saa 4. Mpaka saa 4 mtu anakuja kufungua duka lake. Sasa saa 4 unamfungulia nani? Mapema kabisa, hata kama hakuna mteja. Unahakisha mapema umeamka duka lako. Unaona, kwanza mtu ili watu wanaofanikiwa ni watu ambao wanadamka alfajiri. Na hakuna tajiri anayelala mpaka saa 2. Hakuna. Hata ukisikia stories za hao ndugu zetu wakina Mo, ukisikiza stories zao wanakuambia mimi bwana naamka saa 10. Saa 10. Na nishe kusikiza story ya Mo, David JB, kweli inspire. Sema yeye akiamka saa 11 ataenda kusali, atafanya mazoezi, atarudi saa 12 kusoma emails na magazeti. Ndio. Hiyo kwanza kumeenda. Na maana kashasali, kufanya mazoezi, asoma emails, anajua kinachoenda. Ndio. Lakini sasa sisi wenzangu na mimi saa 2, saa 4. Saa 2, saa 4. Saa 5. Na ukishaamka tu saa 4 unaanza kubonyeza simu kuomba hela za watu. Au baada ya kuamka tunaingia kwanza kwenye mtandao, Facebook, WhatsApp nini. Sasa imagine tajiri ambao tunamrank tajiri anaamka saa 10 kufanya mazoezi na kusali. Na kusali, yes. Anasali na anarudi kusoma emails na mambo mengine, magazeti na mashine yanaenda. Sasa sisi wenye kipato cha chini tunatabu kweli. Hii kanuni ukifuatilia utagundua uwe mtu wa Mungu au usiwe mtu wa Mungu. Yaani bila wizi, bila janja janja. Unafanya kazi zako, mafanikio yako yanatokana na utendaji wako wa kazi kwa uaminifu. Unafanikiwa. Mkulima ambaye analima kweli anafanikiwa. Mtu ambaye atafuga akafanya kazi ya ufugaji kweli atafanikiwa kwenye ufugaji. Hiyo ni iko tu hivyo, wala ipingiki. Imekaa tu hapo na imekaa constant, haichange. Iko hivyo, utafanikiwa tu. Kwa hiyo fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii. Mtu wa Mungu, fanya kazi. Sisi watu wa Mungu watu wengine watu wa makanisani wapendwa, kufanya kazi inakuwa ni uzito. Lakini fanya kazi, watu wengi wanashindwa kufanya kazi kwa bidii. Fanya kazi. Usifanye tu ibada muda wote ukaacha kazi. No. Fanya kazi, fanya ibada. Fanya ibada, fanya kazi. Ni vitu ambavyo vinatembea pamoja. Kwa hiyo fanya kazi mwaka 2025, utamuona Mungu. Utafanikiwa kwenye kazi yako. Fanya kazi kwa bidii sana. Watu unaona wanafanikiwa ni wachapa kazi. Ukisoma kile kitabu cha Mithali 22:29, kuna kitu hapo kinazungumzia kuhusu kazi. Mithali 22. Mithali 22:29. Mithali 29. Mithali sura 22. Huyo atasimama mbele ya wafalme. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Unaona sasa hiyo kitu Na mimi nitarudia tena. Anasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Mchunguze mtu ambaye ana bidii katika kazi zake. Utaona jinsi alivyo. Huyu atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Unasikia watu wote ambao wanapiga kazi wanakitishwa na wafalme, wanaketi mali fulani. Lakini mtu ambaye ni mvivu tu la legea, duka anafungua saa ngapi? Biashara unaanza saa ngapi fanya yako? Ngoja kuchunguza maeneo mengi. Lakini maeneo ya Dar es Salaam kidogo kuna tofauti. Watu wanapema saa 10 alfajiri wapo tayari barabarani. Huko mikoani. Wanafungua ukienda Kariakoo pale alfajiri unakuta. Kwa hiyo na tusiishi kwa kuiga, kwa sababu mfumo wa sehemu fulani huko hivi watu ni wachelewaji wa kufungua biashara. Watu mfano kama hata maeneo ya huko. Wewe amka mapema, fungua duka lako. Fungua duka lako mapema. Kuna watu ambao watamka mapema, kuna duka fulani linafunguka mapema. Watawahi kuja dukani kwako hapo. Watanua mahitaji. 12 wanajua fulani anafunguaga mapema na fulani huwa anachelewa kufunga. Sasa unafunga saa 12, saa 1, wakati una nafasi ya kukata mpaka saa 3, saa 4. Kutafuta fedha. Tafuta fedha ukatoe. Ili mtolee Mungu. Ili ufanikiwe pia. Mambo yako yaende. Kwa hiyo 2025 ni mwaka wetu wa kufanikiwa. Tufanye kazi zetu kwa bidii sana. Huku tunamwomba Mungu, huku tunaishi maisha matakatifu, huku tunasoma. Hii watu wengi wanasahau kulinda kinywa, matumizi ya mdomo. Je, unatumiaje kinywa chako? Kwa kinywa hiki watu hufanikiwa, na kwa kinywa hiki watu wanashindwa.
Maandiko yanasema hivi, ile Mithali 18:21 nitasoma tu. Anasema mauti, Mithali sura 18 mstari 21, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Unaona, mauti na uzima huwa kwenye ulimi. Unachokitamka kwako kinakuwa. Mauti ipo kwenye ulimi na uzima upo kwenye ulimi. Ni wewe unachagua kitu gani? 2025 unataka kuwa na uzima na mafanikio, tumia kinywa vizuri. Unataka utembee na mauti tu na kushindwa, tumia kinywa vibaya. Ukitumia vizuri kinywa chako utaishi maisha. Ukisema bana mimi mimi nitafanikiwa, ukikiri kufanikiwa lazima ufanikiwe. Ukisema bana mimi nitashindwa tu, mimi niko hivi hivi, ugonjwa kwanza ni wa kwangu, aliumwa babu yangu na ni ugonjwa wa familia. Siponi. Mimi siponi, ujue uponi kweli. Utakula matunda ya kinywa chako. Lakini ukibadilisha namna ya kuzungumza, ukasema hapana mimi ni mshindi na ninashinda na zaidi ya kushinda kwake Yesu Kristo aliyetupenda, kwake Bwana Mungu aliye hai. Mimi nitafanikiwa, mimi watoto wangu watasoma shule, watafanikiwa sana. Mimi nitafanikiwa sana. Tutafika mbali, tutajenga nyumba, tutanunua viwanja, tutafungua biashara kubwa kubwa. Tutafanya hiki na kile, itakuwa kweli. Sababu maneno ya roho linasimama hapo, kwa sababu umetamkiwa neno. Maneno yana nguvu kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Mungu aliumba dunia kwa maneno, kwa neno tu alitamka, na iwe nuru, ikawa nuru. Akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, na akamfanya mtu kwa sura. Ni kwa neno. Maji ya juu yajitenge na ya chini yajitenge, tukapata hilo anga. Ni kwa neno. Maneno yanaumba. Yeye mazuri yanaumba, yeye mabaya yanaumba, haijalishi. Neno zuri linaumba, neno baya pia linaumba. Sasa chagua namna. Upande mzuri ni wa kutamka vitu vizuri kwa watu wengine. Usitamkie wengine mabaya, wala usilaani, ubariki. Lakini pia tumia mdomo wako vizuri. Usipende kuongea uongo, fitina, uzushi, faraka, kugombanisha watu, majungu mengi, umbea mwingi, vurugu mechi nyingi. Achana na biashara hizo. Watu wa maneno mengi hawafanikiwi. Watu wa masengenyo, watu wa waongo tu, unashinda tu kazi yako ni kuzunguka kwenye majumbe watu unaongea uongo. Unapiga tu simu kuna kule kuongea uzushi na fitina. Wewe huwezi kufanikiwa. Unatembea na kinywa chako vizuri. Salimia watu vizuri. Ongea na watu vizuri. Una haja ya kugombana na mtu yote. Kila mtu anataka kugombana. Kimbia ugomvi. Jizuie kutamka mambo mabaya. Utamwona Mungu mwaka 2025. Inawezekana 24 ulikosea maeneo hayo, au tulikosea kwenye maeneo ya kinywa. Lakini 2025 tunajifunza kwamba jamani, tumejifunza leo hii kutumia kinywa vizuri. Na tupate ile andiko nitalikumbuka hapa ambao anazungumzia Yesu. Wa Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 anasema hivi. Petro wa kwanza, waraka wa Petro wa kwanza 3:10. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme ila. Ukitaka kuona siku njema, zuia kinywa. Fikiri kabla ya kusema. Yaani usiongee tu limradi. Kuna watu wanaropoka tu. Tayari, usiropoke mpendwa. Usiropoke ndugu yangu. Inawezekana neno unaloongea hilo linakuja kuua kazi yako. Neno linaua huduma yako. Linaua urafiki, linaua mahusiano. Tafakari kabla ya kusema. Na ikibidi, watu wanaofanikiwa sana sio watu wanaozungumza, ni watu wa pole, ni watu wa kimya. Wasikilizaji, usiye msemaji sana. Labda kama ikubidi kusema, unasema mambo ya msingi. Hekima ni hiyo. Tukipata nafasi na somo la hekima. Ni kuwa mtiifu. Uwe mtii. Ukitii utakula mema ya nchi. Anasema mkitii na kukubali mtakula mema ya nchi. Kuna watu ni wakaidi, watu wana viburi. Tuwe watii. Mtii Mungu, mtii kiongozi wako, mtii mme wako, mpende mke wako. Utii kwenye maisha. Watii viongozi. Usiishi kwa jeuri. Una kiongozi wako, una bosi wako, una nani, unaanza kumkua. Hapana, mtii hata mume wako. Ndoa itadumu. Mtakuwa na maisha mazuri. Mtii mchungaji aende kuongoza kanisani. Hasa hata mchungaji umsikilizi, unajiendea huku na kule. Wewe kazi yako ni kuzura makanisa tu. Leo uko hapa, kesho uko hapa, kesho uko kule. Una utii. Kuwa mtiifu. Mwaka 2025 utafanikiwa. Kanuni ya mwisho kabisa
ni kuishi hiyo kanuni ya utiifu. Isaya sura ya 1 mstari 19 sitasoma, utasoma wakati wako. Isaya 1:19. Hiyo ni kuhusiana na kutii. Kanuni ya mwisho kabisa, ishi msamaha. Kanuni ya kusamehe. Samehe watu. Samehe watu mwaka 2025. Kuna watu wajui kusamehe. Mtu amekukosea, msamehe. Na wewe umemkosea mtu, muombe mtu msamaha. Kuna watu ni wagumu kuomba msamaha. Anakosea lakini kuomba msamaha hataki. Sasa hiyo sio kitu. Mtu ambaye anampenda Mungu na mwenye kunyenyekea kwa Bwana, hajalishi ana cheo, hajalishi ni mkubwa, hajalishi ana fedha, hajalishi ana nguvu, akikosea lazima aombe msamaha. Kwa hiyo mwaka 2025 ukitaka kufanikiwa, fuata kanuni zote hizi. Samehe watu wote, wafute moyoni mwako, usibebe watu moyoni, waachilie watu uweze kufanikiwa. Samehe 7 mara 70. Samehe 7 mara 70 kwa siku tu. Unakosewa wewe samehe, unafanywa hivi samehe, unatukanwa samehe, unasemea uongo samehe, unafanywa samehe. Ukiishi maisha msamaha, utaepukana na pressure, utaepukana na magonjwa mengine yote, utakuwa ni mtu mwenye amani na furaha. Mungu Baba aliye hai, natamani nitaomba baadaye kidogo, maana nimaliza ujumbe na mimi nitapata nafasi ya kwenda kuwaombea watu kwa ajili ya hizi kuzifuata hizi kanuni, lakini kuombea wengine wenye mahitaji. Mungu awabariki sana. Okay, shukrani sana, na tumezipokea vizuri sana, takriban kanuni 8 kama sio 9. Ndio. Asubuhi ya leo tutarejea hapa baada ya burudani 2 kwa ufupi. Tutakuja hapa kama ulivyosema, tutakupa takriban dakika 2 za kuombea ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kanuni zimepokelewa, lakini pia uzibariki pia ni kitu muhimu sana. Ni kweli. Na utaombea hapo ambao watakuwa na changamoto mbalimbali. Ndio. Maombi yatakuwa hapo takriban tumekula muda kweli. Ndio maombi ambayo tutafanya ni kifupi tu. Sawa. Kwa kifupi, yes. Matatizo ndio yatapatikana. Na mwishoni baada ya maombi tutawakumbusha kanisa linapopatikana, lakini pia wale wanaohitaji maswali, labda kupata huduma, tunawatajia namba ya simu. Wale ambao ni wageni ambao hawaje kusikia. Ni kweli. Nipite na jumbe chap kabla jenda kwenye hizo burudani 2 kwa ufupi. Tungeishi kama maandiko matakatifu yanavyotaka, dunia ingekuwa shwari. Ni kweli. Ila Ibilisi ameshika nafasi za wanadamu. Sasa dunia imekuwa sehemu za laana by Nurdin toka Kimao Story. Anasema tungeishi kama Biblia inavyosema, kwa kweli dunia ingekuwa ni nchi moja nzuri, mahali pazuri sana ya. Mchungaji nimemuelewa, ila kizazi cha karne hizi wanamwamini kwa asilimia chache. Tulio wengi tuna madhabahu yetu ambayo tunayatumia kwenye kuendeshea maisha yetu. Naona chikitu. Kila mmoja anakuwa na madhabahu yake. Baadaye naitwa Geoffrey Mtaka, niko Mkumba na Chingwa. Nimepata mahubiri mazuri sana kweli. Watu hawajui kanisa, hasa vijana wamepotea sana. Ndio, vijana wanajiandaa kuwahi ibadani. Anasema hivi. Ni kweli. Naitwa Mohamed Onya wa Tambarare, pamoja na wasikilizaji wangu wa FM wako pamoja sana. Anasema okay. Sasa Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Naweka, nikiwa na familia yangu kutokea na Malingo Liwale. Kwa pamoja tunabarikiwa sana kipindi hiki, barikiwa. Anatokea Liwale hapo. Anatokea Liwale. Ndio. Mimi natakia mwaka mpya mwema. Shemeji yangu Esha Mangoli au Mama Hairani anapatikana Riuguru. Ujumbe muda huu wa kilimo Baba Kuresh wananichigia. Atoa salamu kwa mvua hizi, atoa salamu. Huyu anaitwa Vasco toka Chilangala Newala. Napenda kuwatakia afya njema wazazi wangu Yakobo Edward na Felista Nuga wakiwa Chilangala, nawapenda sana. Ndio. Hizo ni baadhi tu ya message ambazo zimefikia. Message ziko nyingi, lakini kutokana na muda tutarejea hapa baada ya burudani 2 kwa ufupi kabisa. Ndio. 8.4 Ruangwa FM.
nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, nataka ushirika na wewe. Yes, na tumerejea hapa na moja kwa moja na kijiti changu ni kupasie. Ndio. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimefurahi sana kupata hizo nyimbo mbili hizo tangulia. Ni mwanangu nilikuwa naye kanisani. Yeah, ni kweli. Huwa nakutana naye mara nyingi sana kwenye korido zetu hizi za kazi. Huwa nakutana sana na mimi sijajua kama bado ameshatoa zingine ama vipi, lakini tumefanikisha. Nilikwambia tumepata sasa album unajua ndani ya mwaka mmoja tumeanza kazi ya Mungu. Okay. Ndani ya mwaka mmoja tu, lakini kuna vitu vingi ambavyo Mungu tusaidia. Vitu vingi kama kurekodi album tayari ya kwaya, kujenga kanisa, kupata uwanja, kufanya vitu vingi sana. Na album uzinduzi bado hujafanyika. Hatujazindua bado. Okay. Ila tutaileta hapa rasmi. Tuliahidi kwamba tutaileta. Na yasinje kwa katikati ratiba kuingiliana pika nyingine za kupishana kwa walimu ndani ya studio. Tungeshatambulisha albamu yetu. Mungu akibariki, nafikiri within hii Januari itaisha. Amen. Haiwezi kaisha. Ndio. Naamini Mungu atabariki ratiba hizi. Tutaona itakapokuwa, lakini itapendeza sana. Ndio. Siku ikija hapa tuisikilize tu yenyewe. Yes. Album nzima. Kama ulikuwa kuna namna ya kuchambua kwa nini nyimbo hii imeitunga, bila nini. Ni kweli. Tutajadili hapa na mwalimu pia atakuwepo hapa. Yes. Ili sisi tukakubana wewe zaidi mwalimu hata wahusika. Watatu ambao mmoja ama mwingine wataweza kutufanulia nyimbo. Ni kweli. Itaanza hapa, na kama kutoka kuna concept au kuna mambo mengine basi tutajuzwa. Ndio. Lakini kikubwa tumerejea hapa, unataka ni dakika 2 za kuweza kumaliza especially kuombea kile ambacho tumekifanya asubuhi ya leo. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto mbalimbali na kumaliza tuwatajia mawasiliano yao. Amen. Bwana Yesu apewe sifa tena. Watu wa Mungu mnaonisikiliza kutokea Ruangwa FM 88.4, watu ambao pia mnapata kipindi Facebook wiki live, na kipindi kinarekodiwa, muhimu sana hata kwa ajili ya watu wengine baadaye ambao wataweza kufuatilia. Ukiandika tu Potence Kajuna utaona hapo hicho kipindi uweze kufuatilia baadaye, kusikiliza mafundisho. Siku za mwisho ni nadra kupata mafundisho ambayo hayana ukengeufu, mafundisho sahihi. Mengi yamechakachuliwa, maziwa ambayo yasiyogoshiwa, mengi maziwa ambayo yameshagoshiwa. Lakini kupata fundisho sahihi la mitume, na anasema fundisho wakadumu katika fundisho la mitume, ile fundisho lenyewe la kweli leo limepungua. Kwa hiyo sasa natamani niombe, nimefundisha kanuni 9 za mafanikio kwa mwaka 2025. Hizi kanuni ni za mtu kukubali tu kuzitendea kazi. Ukikubali kuzitendea kazi ni rahisi tu na utafanikiwa mwaka 2025. Na ikifika Disemba mwaka huu hapa, tukiwa Mungu ametupa uzima na afya, utaniambia mchungaji, ulifundisha hili somo kwenye redio na kwenye mtandao, nilibarikiwa na hili somo, nimefanikiwa hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo sasa nafanya maombi kwa ajili yako ndugu yangu unanisikiliza, na pointi ambayo nimesikia sasa hivi ambao nasikia kuhimizwa na kukumbusha pia ni watu kuweka malengo. Ishi kwa malengo, ishi kwa maono, ishi kwa ndoto. Hiyo ni pointi pia ambayo naipata sasa hivi hapa. Ishi kwa malengo, ishi kwa ndoto, ishi kwa maono, uwe na malengo na mipango. Na kuombea wewe sasa kwamba Mungu akupe neema ya kuzifuata hizo kanuni na uweze kuziishi. Miongoni mwa wasikilizaji na watazamaji wapo ambao wanatamani kuokoka siku ya leo, ili kwamba waziishi kanuni hizi. Wapo ambao wanatamani kuokoka, kutubu, dhambi zimekuwa zimewachosha,
ni mzigo, wanatamani kutoa mzigo wa dhambi, wanatamani wampokee Yesu Kristo. Nikisema hivyo inaeleweka. Naomba niombe kwa ajili ya hao kwanza, alafu baadaye nitaunganisha watu wote kuombea pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali. Yule ambaye anataka kukaa sasa hivi huko mbali, sema wote ananisikiliza, sema maneno haya machache sana. Sema, Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote na makosa niliyoyafanya. Nimekukosea wewe na nimekutenda wewe dhambi. Naomba leo uniokoe dhambi zangu zote, ukazifute kwa damu yako ya thamani. Jina langu mimi lifutwe kwenye kitabu cha hukumu, na liandikwe upya kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Natamani nifanikiwe mwaka 2025 kwa kufuata kanuni hizi ambazo nimejifunza leo, katika jina la Yesu. Amen. Wale wenye redio nyumbani hapo, weka mkono wako kwenye redio. Haijalishi una ugonjwa gani ambao haujatibika, haijalishi una uhitaji gani ambao unauhitaji, kikubwa tu ni sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mungu atakupatia mahitaji yote mema na mazuri ambao ni kisawasawa na mapenzi yake. Ugonjwa wote utaondoka, yani ugonjwa hauwezi kukaa hapo. Lazima tu ukimbie kwa jina la Yesu Kristo. Sasa ninaomba, Baba Mungu aliye hai, watizame watu hawa ambao kwa idadi yao siwezi kuwajua maana siwaoni, lakini najua kwamba ni wengi mno, ambao sauti inawafikia. Na kwa ajili Bwana ya utukufu wako, kwa ajili ya jina lako takatifu, na kwa ajili ya uungu wako, na kwa ajili ya heshima yako, na kwa ajili ya uweza wako, kwa ajili ya mamlaka yako, kwa ajili Mungu ya kujitwalia sehemu ya ukuu na sifa zako zote, naomba Bwana uwatie nguvu watu ambao wameokoka hao na kukiri hiyo sala ya toba. Baba Mungu, wape nguvu ya kuishi maisha matakatifu, wakakupendeze. Dhambi siwe na nguvu juu yao tena, kwa jina la Yesu. Kiu ya dhambi ikauke, kiu ya dhambi waachilie, waachane na maisha yasiyokupendeza, wakupende tuwe Mungu uliye hai. Baba Mungu uliye hai, kwa tukufu wa jina lako na kwa uweza na nguvu zako, ninaomba sasa kwa ajili ya watu hawa wote ambao umenisikiza Bwana subia, wote, wanawake kwa wanaume, vijana, watoto, watakaofuata hizi kanuni wakafanikiwe mwaka 2025. Ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka, na kutamkia msikilizaji mafanikio. Naomba ufanikiwe mtazamaji, naomba ufanikiwe ndugu yangu unanisikia huko kote, sehemu yote uliopo sasa hivi, ufanikiwe sana. Asiwe kwa kuzuia mafanikio yako, kusiwe kuna uchawi wala ushirikina wala nguvu ya giza wala ubaya utakao kuweza kukuzuia kufanikiwa. Kwa jina la Yesu ufanikiwe, utembee kwenye hizo kanuni zote na ukaziweze kuziishi, isiwepo takoni moja ya kushinda kwa neema ya Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Yule aliye mgonjwa sasa hivi, kwa imani anaamini kwamba anafunguliwa. Baba, kwa utukufu wa jina lako, na tamka ugonjwa huo uondoke, ugonjwa uondoke. HIV, kuna watu wana HIV, wanahitaji msaada wa maombi. Hao watu wafunguliwe na wapone kwa jina la Yesu. Wenye kansa ikimbie mara. We kansa ondoka, usike kwenye mwili kwa jina la Yesu. Pepo la kansa na likimbiza kwenye mwili wako, liondoke, likuachie kwa jina la Yesu. Walio ambao wasikii, pokea kusikia. Pepo la kiziwi likuachie. Wasioona, pokea kuona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Macho yako yafunguke kuanzia sasa. Wale ambao hawezi kutembea, miguu inyooke, watembee. Wenye maumivu ya uti wa mgongo ufunguliwe na uti wa mgongo akapate kupona. Maumivu ya tumbo yawaachie kwa jina la Yesu. Ninatamka uzima na afya. Magonjwa yawaachie, na mkafanikiwe na mkawe na uzima katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Mungu Baba, maana tayari umesikia na umefanya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi nitataja namba yangu ya simu ili kwamba nikitoka hapa nitaenda kanisani na ibada mpaka majira ya mchana saa 8. Kwa ambaye atanitafuta, ambaye atajisikia anitafute kuanzia majira ya saa 8 au saa 9. Namba yangu ya simu ni 0788109535. 0788109535. Nitafute, tusalimiane, lakini pia nikuombee
na kilifundisha neno la Mungu bure bila kulipia chochote. Bure kabisa nifundishe neno la Mungu lijue. Kanisa letu linapatikana kituo kipya cha polisi. Kituo kipya cha polisi hapa Ruangwa mjini au hapa kwenye sheli ya Esau kutaja jina la kanisa mwishoni. Kanisa ni Bethel Tabernacle Church. Bethel Tabernacle ndio jina la kanisa. Sawa. Bwana, tuko na msindikiza hapa, mimi bado nipo hapa na takriban dakika 15 10 za